Klabu ya Yanga inaendelea kupanga kikosi chake kwa msimu ujao, huku mashabiki wakiwa na matarajio makubwa ya kuona maboresho ya kikosi hicho, hasa eneo la kiungo. Aziz Ki amewahi kuwa muhimili mkubwa wa Yanga Sports Club, akitoa mchango mkubwa katika mafanikio ya timu hiyo kupitia ubunifu wake, uwezo wake wa kufunga na kutengeneza nafasi za mabao. Ubora wa kucheza nyuma ya washambuliaji ulimfanya kuwa kipenzi cha mashabiki wengi. Uwepo wake tena unaweza kuongeza nguvu kubwa kwenye safu ya ushambuliaji na kuleta tofauti kwenye mechi kubwa. Kwa upande mwingine, Aucho ni kiungo mkabaji mwenye uzoefu mkubwa na uwezo wa kuimarisha safu ya ulinzi kuanzia katikati ya uwanja. Nidhamu yake ya kucheza, uwezo wa kukaba na kusambaza mipira kwa usahihi vilikuwa muhimu sana kwa uthabiti wa timu. Kurudi kwake kunaweza kuisaidia Yanga kupata uwiano mzuri kati ya kushambulia na kujilinda. Kwa kuzingatia mahitaji ya sasa ya timu, swali linabaki kuwa Yanga wanahitaji zaidi ubunifu wa Aziz Ki au uimara wa Aucho. Wewe kama shabiki wa soka, unaona nani arudi Yanga msimu ujao kati ya Kwa mujibu wa mwandishi Eric Ndagijimana, Stefan Aziz Ki, kiungo mshambuliaji mpya wa klabu ya Al Ittihad ya pale Libya, anataka kurudi Young Africans. Hii ni taarifa ambayo huyu mwandishi aliitoa hivi karibuni, na ni taarifa ambayo imekuja kupewa uzito na kupewa nafasi katika tovuti ya Africa Foot, chanzo kikubwa kabisa cha habari ambacho kinatoa taarifa nyingi pale Yanga wameondoka na Afrika Magharibi. Lakini pia hata chanzo cha One Football pia kimetoa hii taarifa kwamba Stefan Aziz Ki anataka kurudi Young Africans. Sasa Eric Ndagijimana ni mwandishi mkubwa habari za michezo kutoka kwenye ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, michuano ya Sekafa, yani kila ambacho kipo anga Sekafa, miongoni mwa sauti kubwa na zenye kuheshimika ni za kwake. Sasa yeye ametoa hii exclusive kwamba kwa kupitia tweet yake kwenye mtandao wa X. Wakati wowote usishangae wala kushtuka kumuona kiungo Aziz Ki akirejea nchini na kujiunga na Yanga, kwani pande hizo mbili bado zinahitajiana na kuna ishu kati yao inaendelea chini. Kabla ya kuondoka Yanga, Aziz Ki alikuwa star muhimu wa kikosi hicho, akichukua mataji 9 yakiwemo mawili ya ligi kuu bara, kombe la shirikisho la CRDB mawili, ngao ya jamii mawili, kombe la muungano moja, kombe la Toyota moja na kombe la mapinduzi moja. Pia akabeba tuzo ya mfungaji bora wa ligi kuu bara na mchezaji bora wa ligi hiyo msimu 2023-24. Msimu 2023-24 Aziz Ki aliibuka kwa mfungaji bora wa ligi kuu akitumikia Yanga, ambapo alifanikiwa kufunga mabao 21 yakiwa ni mawili mbele ya mshindani wake Faisal Salum Feitoto. Msimu 2025-26 star huyo aliachana na kikosi hicho na kujiunga na Wydad Athletic ya Morocco kwenye usajili ambao uliifanya Yanga kuingiza kitita kikubwa cha fedha, takriban shilingi milioni 755, lakini huko hakufanikiwa kufanya makubwa, ambapo alifunga mabao mawili kwenye michezo 13 aliyopata nafasi ya kucheza. Star huyo raia wa Burkina Faso alidumu kwenye timu hiyo kwa miezi 8 akiwa hana nafasi ya kudumu kwenye kikosi cha kwanza. Hata hivyo, mwaka huu aliuzwa kwenda kikosi cha matajiri Al Ittihad ya Libya. Iliripotiwa kuwa Al Ittihad ilifanikiwa kulipa kitita cha dola 300 sawa na shilingi milioni 780 za Kitanzania ili kuipata saini ya kiungo huyo mshambuliaji mwenye uwezo wa juu wa kupiga mipira ya faulo. Taarifa za ndani kutoka Yanga zilikiambia moja ya chombo cha habari kuwa Aziz Ki anafikiria kurejea Tanzania kufanya mazungumzo na Yanga ili ajiunge tena na timu hiyo ambayo ilimpa umaarufu mkubwa. Hata hivyo, mambo mawili yanatajwa kuwa sababu kuu ya kiungo huyo kurudi Yanga, moja ikiwa ni usalama nchini Libya na nyingine ni kuungana na mkewe mwanamitindo Hamisa Mobeto ambaye kwa sasa yupo hapa nchini akiendelea na biashara zake. Nikinukuu chanzo hicho kimesema Aziz Ki anataka kurudi Yanga, kuna mambo yanaendelea chini. Bado ana mkataba na timu yake kwa kuwa Januari ndio alijiunga nayo na kusaini mkataba wa miaka 2. Tunaweza kuwa na timu imara msimu ujao, kuna wachezaji wazuri wanataka kuja hapa kwetu. Aziz Ki hafurahii maisha ya kule Libya, tunalifikiria hili pia, mwisho kunukuu, kilisema chanzo hicho kutoka Yanga. Mei 14 mwaka 2026, wakati mchezo wa ligi kuu ya Libya ukiendelea kati ya Al Ittihad dhidi ya Al Sahel, ilisikika milio ya risasi pembeni ya uwanja na kulazimika mechi hiyo kusimama kwa muda, jambo ambalo liliwashtua baadhi ya wachezaji wageni kwenye kikosi hicho. Ikumbukwe kuwa Februari 16 mwaka 2025 Aziz Ki alifunga ndoa na mwanamitindo Mobeto jijini Dar es Salaam, lakini star huyo amekuwa akifanya biashara zake hapa jijini Dar es Salaam na amekuwa akienda Libya mara chache kuungana na mume wake. Nikinukuu chanzo hicho pia kilisema, ukiachana na hilo kuna swala la familia yake. Unakumbuka Aziz ameoa hapa, amekuwa mbali na familia yake hili linamtesa, anaona ni bora arejee hapa kuwa karibu na mke wake, mwisho kunukuu. Hata hivyo, chanzo hicho kinasema kuwa Yanga inapambana kuhakikisha inampata mchezaji huyo kwa mkopo wa msimu mmoja na baadaye kufanya uwezekano wa kumsajili moja kwa moja kutokana na hofu ya gharama kubwa ambazo wanaweza kupewa na Al Ittihad au kumsubiri hadi mkataba wake umalizike mwakani wamchukue jumla.